Uhispania, mwanachama mwingine wa NATO, imeamua kufunga anga yake kwa ndege zinazohusishwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, hivyo kuzidisha mpasuko kati yake na Washington kuhusu mzozo wa mwezi mzima unaoikumba Mashariki ya Kati. Mnamo Jumatatu, waziri wa ulinzi wa Hispania Margarita Robles alisema kuwa ndege zinazoshiriki katika operesheni dhidi ya Iran hazitaruhusiwa kufanya kazi katika anga ya Uhispania, zikiwemo ndege za Marekani zilizo katika nchi nyingine za NATO kama vile Uingereza na Ufaransa. Madrid ilikuwa tayari imezuia matumizi ya vituo vya Rota na Moro de la Frontera vinavyoendeshwa kwa pamoja kusini mwa Uhispania kwa misheni ya mashambulizi. Robles aliwaambia waandishi wa habari kwamba Uhispania haitoshiriki au kuchangia katika vita hivyo vilivyoanzishwa kwa upande mmoja na kinyume cha sheria za kimataifa, akirejelea kauli ya Waziri Mkuu Pedro Sanchez ambaye alitaja kampeni ya Marekani na Israel kuwa ni vita haramu vya kutojali na visivyokuwa vya haki. Kutokana na hali hiyo, Rais wa Marekani Donald Trump aliwekea vikwazo Hispania vya kibiashara, na mpaka wakati huu bado rais huyo wa Marekani anaamini mataifa ya NATO yamekuwa na uoga katika kuingia katika vita hivyo. Takribani ndege 15 za Marekani aina KC-135 zimehamishiwa katika kambi nchini Ufaransa na Ujerumani, vyombo vya habari vya Uhispania viliripoti, huku nafasi ya anga ya Uhispania ikiwa imezimwa. Ndege za masafa marefu za B-52 na B-1 zinazofanya kazi kutoka kituo cha anga cha Fairford cha Uingereza lazima sasa azirushe njia ndefu zaidi kupunguza ufanisi wa utendaji kazi na kulazimisha ubadilishanaji kati ya mafuta na upakiaji. Uamuzi wa Madrid ulioripotiwa kwa mara ya kwanza na El País ni mapumziko muhimu zaidi ya umma na Washington na mshirika mkuu wa Magharibi tangu uvamizi wa Iraq mwaka 2003, wakati Hispania iliruhusu Marekani kutumia eneo lake licha upinzani wa ndani, gazeti hilo liliandika. Uhispania imekuwa miongoni mwa nchi za Umoja wa Ulaya zilizozungumza wazi zaidi kupinga vita vya Iran na kumwondoa balozi wake kutoka Israel na kushusha hadhi ya uhusiano wa kidiplomasia. Sanchez, waziri mkuu wa Hispania, amesisitiza mara kwa mara kukomesha uhasama, akionya wiki iliyopita kwamba inaweza kuwa na matokeo mabaya zaidi kuliko kampeni nchini Iraq. Ukaidi wa Uhispania umekosolewa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ametishia hatua za kibiashara na kukumbuka kushindwa kwa Madrid kufikia lengo la 5% la matumizi ya ulinzi wa NATO, huku ikifunga anga na vituo vyake vya misheni dhidi ya Iran. Uhispania inasema bado imejitolea kwa majukumu yake mapana ya NATO na inaendelea na ushirikiano ndani ya muungano wa kijeshi na EU katika masuala mengine ya usalama. Ndege za kijeshi za Marekani bado zinaweza kutumia vifaa vya Uhispania chini ya makubaliano yaliyopo ya nchi mbili kwa vifaa na msaada kwa wanajeshi 80,000 wa Marekani waliopo Uropa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu nini kinachojiri duniani.